Sasa lile yai linasafirishwa, linapelekwa pale katika fallopian tube, limeshafika katika nyumba ya kutungia ujauzito. Kinapokuja kufanyika kitendo cha ndoa, mbegu za uzazi za mwanamume chromosome zinakuwa, zile mbegu zinabebwa na maji ya uzazi ya mwanamume, spermatozoa. Zile mbegu zinakuwa mule ndani. Zile mbegu zinakuwa ni mbea mbili, wanakuwa ni wanawake na wanaume, wamebebwa ndani ya yale maji ya uzazi wa mwanamume. Na zile mbegu zinakuwa hazina tofauti yoyote na wale viluilui vya katika maji machafu. Wanakuwa vile vile kichwa na mkia, kichwa na mkia, kichwa na mkia. Na kama wewe husomei udaktari, hawakuruhusu yakachukuliwa spermatozoa, maji ya uzazi wa mwanamume, yakatiwa kwenye darubini, alafu kaambiwa angalia, utamchukia mwanadamu. Hana tofauti yoyote na kile kiluilui cha katika maji machafu. Anakuwa vile vile kichwa na mkia, kichwa na mkia, kichwa na mkia. Na katika ule mkupuo mmoja wa maji ya uzazi ya mwanamume, anapoyamwaga katika nyumba ya uzazi ya mwanamke, zile mbegu zinakuwa takriban milioni 500 mpaka milioni 600. Wale ndio inakuwa ndio idadi ya watoto, na wale watoto wanakuwa wako mbea mbili, wanakuwa ni wanaume wale na wanawake. Qur'ani imewazungumza katika sura ya 53, surati Najmi, aya ya 46 mpaka 47. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa annahu khalaqa zawjaini dhakara wal untha min nutfatin idha tumna. Yeye ndiye Mwenyezi Mungu ambaye aliyeziumba mbea mbili, dume na jike, ndani ya maji ya uzazi ya mwanamume, pindi yanapomwagwa yale maji katika fuko la uzazi la mwanamke. Mbegu zote za mwanamke zinakuwa ni X, zinakuwa ni za kike tu, lakini mwanamume zake zinakuwa ni X na Y, zinakuwa mbea mbili, wanaume na wanawake. Sasa ndio unakuja kukuta hata katika sheria ya mirathi, lidhakari mithlu hadhil unthayain, kwamba mwanamume anapata sehemu mbili za wanawake wawili, ndio anapewa mwanamume mmoja. Roho zikawatoka, wakaona tumepata mahali pa kuutukania Uislamu, ya kwamba umemdhulumu mwanamke, umemnyanyasa mwanamke, umemuonea mwanamke, umembagua mwanamke, na hapa nendeni mukaandamane, hapa pabadilishwe. Kwamba yeye amepewa mbegu mbili, mwanamke amepewa mbegu moja, badilisheni na hapa. Uislamu ni dinul fitra, ni dini ya kimaumbile, na sheria zake zinakwenda sambamba kulingana na jimbile la mwanadamu. Ili dini iwe ni ya haki,
yatakiwa sheria za dini hiyo ziende sambamba na jimbile la mwanadamu. Na mazingira yote yanayomzunguka yule mwanadamu katika dunia yake na ulimwengu wake yaende sambamba na sheria ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na viungo vyake vya ndani na vya nje yule mwanadamu vinatakiwa viende sambamba na sheria ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwanamume mbegu zake zinakuwa ni za aina mbili, X na Y. Mwanamke mbegu zake ni za aina moja, ni X tu, zote zinakuwa ni za kike. X ya mwanamume ikikutana na X ya mwanamke, mtoto anakuwa mwanamke. Y ya mwanamume ikikutana na X ya mwanamke, mtoto anakuwa mwanamume. Anayefanya mtoto awe mwanamume au mwanamke ndani ya tumbo la mwanamke ni mwanamume. Na jinsia ya mtoto ndani ya tumbo la mwanamke inafanyika wakati ule ule wa utungaji wa ujauzito. Idha tumna, angalia Qur'an, jinsia ya mtoto inafanyika wakati ule ule inapotunga mimba tu, katika sekunde ile ile, dakika ile ile, na siku ile ile, na saa ile ile, na jinsia hufanyika hapo hapo. Walikuwa hawajui mtoto kuwa mwanamume au mwanamke, kwamba jambo hili linafanyika wakati gani, walikuwa hawajui. Qur'ani ilipoteremka karne ya 7 ikasema idha tumna, jinsia ya mtoto hufanyika ndani ya tumbo la mwanamke wakati ule ule unapotunga ujauzito. Hawakulijua hili mpaka ilipofika karne ya 18 ndio wanakuja kujua. Daktari wa kwanza, mzungu wa kwanza, Spallanzani, Mtaliano, ndio anakuja kujua. Wakati huo Qur'ani ilikuwa na umri wa miaka 1200 katika dunia. Qur'ani iliwapita wanasayansi na sayansi yao katika kueleza jambo hili, ya kwamba jinsia ya mtoto ndani ya tumbo la mwanamke kwamba inafanyika wakati gani. Qur'ani iliwapita kwa karne 12. Ilikuwa tayari yule kijana wa Kiarabu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib kule jangwani kule amekwisha lieleza lile jambo. Karne ya 7, vazi lake ni kanzu na kiremba na kitambaa chake alichotupa mabegani mwake na fimbo yake mkononi. Viatu vyake vimetengenezwa kwa ngozi ya ngamia. Alikuwa tayari amekwisha sema kijana huyu wa Kiarabu habari. Karne ya 7 walipokuja kujua, Qur'ani ilikuwa tayari ina umri wa miaka 1200 katika dunia. Sasa zile mbegu zinabebwa katika maji ya uzazi ya mwanamume, chromosome. Hizi ndio chembe hai, zinabebwa katika spermatozoa, yale maji ya uzazi ya mwanamume, zinasafirishwa kutoka upande wa mwanamume na kwenda upande wa mwanamke. Mbegu itakayokuwa ya kwanza kulifikia lile yai la kike itakwenda ile mbegu na kulipiga lile yai, kulishuti, kulitoboa. Ile mbegu itaingia ndani yake mule. Ile mbegu tumesema inakuwa kama vile yule mdudu kiluilui cha katika maji machafu. Kwa hiyo inakuwa na kichwa na mkia. Ile mbegu ya kiume ikilipiga lile yai,
ule mkia unakatika. Ule mkia kazi yake ni kukisafirisha kile kichwa tu, kukifikisha pale katika lile yai. Ikishaingia ile mbegu, ndio inakuwa ndio ujauzito wa siku ya kwanza, inakuwa ndio first embryology, kana kwake ndani ya tumbo la mama yake. Lakini Qur'ani ilikuja kutoa maneno ya kitaalamu, ikaja ikasema ya kwamba sio maji yote ya uzazi ya mwanamume kuwa ndiyo yanayotumika kwenda kulirutubisha lile yai la kike. Ni sehemu tu ya yale maji ndiyo yanayochukuliwa na kwenda kuunganishwa na lile yai. Katika surati Dahr, sura ya 76 aya 2, Qur'ani ikasema inna khalaqna al-insana min nutfatin, imetumika harfu ya min. Hakika sisi tumemuumba mwanadamu min nutfatin, kutokana na nutfa. Maana yake sio maji yote ya uzazi ya mwanamume yanayochukuliwa na kwenda kulirutubisha lile yai la mwanamke lililotolewa kutoka katika mfuko wa mbegu za uzazi za kike, over. Ni sehemu tu ya yale maji ndiyo inayochukuliwa. Haya ni maelezo ya kitaalamu. Katika sura ya 32 surati Sajda aya 8, Qur'ani inasema thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, kisha tukakifanya kizazi chake kutokana na mchujo wa maji yaliyokuwa madhalilifu. Katika tafsiri ya Qur'ani ya Al-Muntahab fi tafsiri al-Qur'ani, mashekhe wameeleza katika tafsiri hii ya kwamba neno hili mahin linapotumika kwa mwanadamu, maana yake inakuwa ni udhaifu, na neno hili mahin linapotumika katika kitu, maana yake inakuwa ni uchache chache. Mashekhe wakasema aya hii haitokuwa tabu ikifasirika hivi: kisha tukakifanya kizazi chake kutokana na mchujo wa maji yaliyokuwa machache, yaliyokuwa madhalilifu. Sio maji yote yale ya uzazi ya mwanamume kuwa ndiyo yanachukuliwa na kwenda kulirutubisha lile yai la mwanamke. Ni sehemu tu ya yale maji ndiyo inayochukuliwa na kwenda kuchanganywa na lile yai la kike. Katika sura ya 75 suratul Qiyama aya 37, Qur'ani inasema alam yakunu tifatan min maniyyin yumna thumma kana alaqatan fakhalaqa fasawwa faja'ala minhu az-zawjayn dhakara wal untha alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta. Je, hatukumfanya mwanadamu kuwa yeye ni nutfa, chembe hai moja, sel moja, mbegu moja ya uzazi, kutokana na manii, maji ya uzazi? Qur'ani inasema yumna, yaliyochopolewa, yaliyonyakuliwa, sehemu ya yale maji kutoka ndani ya yale maji, ni sehemu tu
iliyonyakuliwa chop ndiyo ikatumika. Hapa Qur'ani inafafanua sasa kwamba ile nutfa inavyotengenezwa, yale maji ya uzazi ya mwanamume yanachopolewa, sehemu inachukuliwa kutoka ndani ya yale maji ya uzazi ya mwanamume na kwenda kuchanganywa na lile yai la kike. Thumma kana alaqatan fakhalaqa fasawa, kisha baada ya kuwa yeye ni nutfa tukamfanya kuwa ni alaqa. Nutfa kidaktari, kibiolojia, kisayansi ndio wanaita zygote. Alafu akishafanyika kuwa ni nutfa, stage ya pili mwanadamu anafanyika anakuwa ni alaqa. Alaqa kidaktari, kisayansi, kibiolojia ndio wanaita blastocyte. Faja'alna minhu zawjayn dhakara wal untha, tukamfanya yeye mwanadamu kuwa ni mwanamume au mwanamke. Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya almauta, hivi huyu aliyeyafanya yote haya, hivi atashindwa kuwafufua wafu kutoka makaburini? Atashindwa? Watukufu wa Islam, wanafunzi wa chuo kikuu cha Saudi Arabia cha Riyadh mwaka 1981 walizikusanya aya zote za Qur'ani zinazoeleza ya kwamba uumbwaji wa mtoto ndani ya tumbo la mama yake unafanyika kutokana na maji ya uzazi yaliyokuwa machache. Qur'ani imetumia harfu ya min. Walizikusanya aya zote, watu wakapanda ndege wakamfuata Profesa Keith Moore, ndiye daktari bingwa wa embryology and anatomy, ndiyo gwiji hili, ndiye daktari bingwa kidunia wa kiini cha mimba ya mwanadamu na kukua kwake na mabadiliko yake na viungo vya mwili wa mwanadamu, katika chuo kikuu cha sayansi cha Toronto nchini Canada, Canadian Association of Anatomists. Katika kliniki yake ya kimataifa, the Developing Human Clinical Oriented Embryology, wanamfuata. Walipofika wakapokelewa, wakakaribishwa, wakamwambia madhumuni ya kuja kwetu, tumekuja kukuonyesha Qur'ani yetu sisi inatuambia ya kwamba sio maji yote ya uzazi ya mwanamume kuwa ndiyo yanayotumika kwenda kuitengeneza ile nutfa. Qur'ani inatuambia ni sehemu tu ya maji yale ya uzazi ndiyo inayochukuliwa kwenda kuitengeneza ile nutfa. Je, nyinyi wana sayansi mnasemaje kuhusu hili? Sayansi yenu inakubali hili? Inasemaje? Profesa Keith Moore akaambia Qur'ani imesema kweli, sio maji yote ya uzazi ya mwanamume yanayotumika kwenda kulirutubisha yai la mwanamke, ni sehemu tu ya yale maji inayotumika kwenda kulirutubisha lile yai. Wakamuuliza, je, hii mmethibitisha vipi? Akawaambia ni kutokana na teknolojia za kisasa za karne ya 20 na 21 tumeweza kuyachukua maji ya uzazi ya mwanamume na kuyaingiza kwenye darubini, alafu tukaona kwamba yale maji ya uzazi ya mwanamume katika mkupuo mmoja, yale maji ndani yake yanakuwa na chromosome zipatazo milioni 500 mpaka milioni 600.
Sasa kama yangekuwa yanachukuliwa maji yote yale na kwenda kuunganishwa na lile yai la kike, mama angelibeba ujauzito wenye idadi ya watoto 500,000 mpaka 600,000. Lakini ni mbegu moja tu pale ndiyo inayotumika. Kwa hiyo Qur'ani hapa imetumia harfi ya min, akawaambia kwamba Qur'ani yenu imesema kweli. Huyu ndiye daktari bingwa kidunia wa embryology and anatomy, ambia Qur'ani yenu imesema kweli. Watukufu wa Islam, Qur'ani pia kuna maelezo imetoa kuhusu yale maji ya uzazi ya mwanamume, na katika ule mchanganyiko wa kuchanganyika mbegu ya uzazi ya mwanamume na mwanamke, Qur'ani imetumia wingi. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Kwanza hapa katika zile mbegu za uzazi za mwanamume, ile family planning wanaosema wao, uzazi wa mpango, Mwenyezi Mungu mwenyewe ameshafanya. Si unaona hapa ametumia mbegu moja, nyingine zote zimezuiwa. Imetumika mbegu moja tu ya mwanamume. Nitakuja kueleza mapacha inakuwaje, kwamba anabeba ujauzito mama akajifungua mapacha, ile inakuwaje? Ile utungaji wa mapacha ni mwingine, na utungaji wa mapacha uko wa namna mbili: identical twins na fraternal twins. Kuna mapacha wanaofanana na mapacha wasiofanana. Hii hapa maelezo yake ni mengine. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu mwenyewe amezizuia zile mbegu nyingine zote. Mwanamume mmoja ana uwezo wa kuwapa ujauzito wanawake 3 mpaka 4, lakini zile mbegu zimezuiwa. Ni moja tu pale ndio inatumika. Kuna samaki anaitwa starfish, anataga mayai 200,000,000 starfish, lakini ni mayai machache tu ndio yanoruhusiwa pale watokee samaki. Wanasayansi wanasema kama yule starfish mmoja angaliachwa yale mayai yake 200,000,000 yote watoke watoto kwa muda mchache tu, angalijaza dunia yote hii, eneo la baharini na nchi kavu. Viumbe wengine wasingekuwa na nafasi ya mahali pa kuishi, wangekuwa wamejaa wao tu. Kuna mti mmoja uko Ulaya unaitwa Saicimbrium sophia. Ule mti mmoja tu katika aina hii ya mti unatoa mbegu robo 3 milioni. Zingaliruhusiwa zile mbegu zote zitoe miche kwa muda mchache tu katika dunia, viumbe wengine wasingalipata mahali hata pa kuweka mguu, ingekuwa pemejea miti ile tu katika dunia, barani na baharini.